Hadithi: Kivuli cha upendo, The Shadow of Love. Yuna, msichana mrembo kutoka kijiji cha Busan, anahamia Seoul kwa ndoto ya kuwa mwigizaji. Anaishi kwenye chumba kidogo cha kupanga, Goshiwon, akifanya kazi kwenye mgahawa wa usiku. Siku moja, anasaidiwa na Jisoo, kijana mwenye mvuto mkubwa anayemiliki kampuni ndogo ya matangazo. Wanaanza urafiki ambao baadaye unageuka kuwa mapenzi ya kweli. Yuna anasema, "Siwezi kuamini mtu kama wewe anaweza kuniona mimi." Jisoo akitabasamu, "Labda mimi ndiye niliyepaswa kukuona tangu mwanzo." Yuna anapata nafasi kwenye tangazo kubwa la televisheni. Umaarufu wake unaanza kupanda ghafla. Lakini mambo yanabadilika haraka. Hanel, rafiki yake wa karibu ambaye pia ni mwigizaji, anaanza kumwonea wivu. Hanel anaanza kueneza uvumi kuwa Yuna alilala na Jisoo ili kupata nafasi hiyo. Vyombo vya habari vinamchafua jina, mashabiki wanamgeuka, na hata kampuni ya matangazo inavunja mkataba wake. Wakati huo huo, mama wa Yuna anaumwa vibaya kijijini. Anaporudi nyumbani, anakuta nyumba yao imeuzwa kwa siri na mjomba wake mwenye tamaa, ambaye anasema, "Ndoto zako hazilipi madeni yetu. Ulipaswa kubaki kijijini." Yuna analia, akihisi dunia yote imemgeuka. Anaporudi Seoul, anakuta Jisoo ana uhusiano wa siri na mwekezaji wake Min-young, mwanamke tajiri na roho mbaya anayemchukia Yuna kwa sababu ya asili yake ya kijijini. Yuna anavunjika moyo. Anapoteza kazi, rafiki na mpenzi kwa wakati mmoja. Lakini ndani yake kuna moto wa kutokata tamaa. Anaamua kuanzisha channel ndogo ya YouTube ya kuigiza filamu fupi. Video zake zinapendwa kwa uhalisia wake, zikionyesha maisha magumu ya wanawake wa kawaida Korea. Baada ya mwaka mmoja, video zake zinaenea nchini mzima. Station kubwa ya televisheni inamtaka acheze filamu mpya inayoitwa Kivuli cha Upendo. Wakati wa uzinduzi, anakutana tena na Jisoo. Sasa amefilisika na aliachwa na Min-young, mwanamke tajiri na moyo mbaya anayemchukia Yuna kwa sababu ya asili yake ya kijijini. Yuna anamwangalia kwa macho ya huruma, akasema kwa sauti tulivu, "Kivuli cha jana hakina nguvu kwa nuru ya leo." Filamu ya Yuna inashinda tuzo kubwa. Wakati anapokea tuzo jukwaani, Min-young anajaribu kumharibia kwa kutoa video ya uongo. Lakini Hanel, rafiki yake aliyemsaliti zamani, anaibuka hadharani na kumtetea akisema, "Nilikosea. Yuna ndiye mtu safi zaidi niliyewahi kumjua." Ukumbi mzima unampigia makofi. Yuna anatabasamu, machozi yakimtiririka, akihisi dunia imerudi upande wake. Mwisho wa filamu unamalizika kwa sauti yake akisema, "Upendo unaweza kuwa kivuli, lakini ukijifunza kutembea ndani ya giza, utajua wapi nuru ilipo." Hitimisho. Hadithi hii inaonyesha uhalisia wa maisha ya kisasa ya Korea. Ndoto, wivu, usaliti na nguvu ya kujisimamia na msamaha. Yuna anageuka kutoka msichana aliyevunjika moyo kuwa mwanamke mwenye nguvu na hadhi. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkolwe Products. Help us to help you.